Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu kila wakati na kila saa. Ni wakati mwingine tena, tumerudi tena na tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Basi mimi nichukue nafasi hii kukukumbusha kwamba hapo ulipo una kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu uko hai mpaka sasa. Ukiangalia toka mwaka jana 2025 na mwaka huu 2026, kuna watu wengi hapa katikati ambao wamepoteza maisha, hawako tena duniani. Lakini mimi na wewe ambaye tuko hai bado tunapaswa kumshukuru Mungu. Tumwambie Mungu asante kwa neema yake na rehema zake. Si kwamba sisi ni wajanja sana ama kuna kitu tumetoa kwa Mwenyezi Mungu hata tumekuwa hai mpaka leo. Si kwamba sisi ni watu wema sana. Ni kwa neema ya Mungu na rehema za Mungu ambazo zimetuhifadhi hadi leo sisi tuko hai. Basi naomba uungane na mimi kumshukuru Mungu. Basi nikushirikishe jambo hili katika wakati unasai tena na siku tena. Nikushirikishe jambo hili la msingi na la muhimu. Ninaomba nikukumbushe tu kwamba tunaona asilimia kubwa masuala ya haki yanakosekana pande zote mbili. Haki inakosekana kabisa. Hakuna haki. Maisha ama dunia ya leo haina haki. Tunasema haina haki kwa sababu watu hawasimami katika nafasi zao walizopewa na Mwenyezi Mungu kuweza kuziendesha katika namna iliyokuwa nzuri, iliyo njema. Sasa hawa watu tumeacha na tumesahau kazi zetu ambazo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunakosa haki, inakosekana kwa kila mmoja wetu. Tumekuwa ni watu wa binafsi, ni watu ambao kwenye kujichunguza wenyewe, kujiangalia wenyewe, wenye kujipendeza wenyewe pasipo kusimama katika nafasi zetu. Leo nataka nikukumbushe ya kwamba kwa habari ya neno linalosema mtumwa aliye mwema, mtumwa mwaminifu. Tunaona kwamba Mtume Paulo anatambulishwa kuwa ni mtumwa aliye mwaminifu ndani ya Kristo Yesu. Amekuwa mtumwa maana alisimama katika ile kazi ambayo alikabidhiwa na akapewa, akaitumikia vizuri na mambo yakaenda vizuri. Kwa hiyo anatambulikana kuwa ni mtumwa. Basi mimi nikupe kitu kingine ambacho ulikuwa labda unakifahamu lakini unakidharau sana. Ukielewi kabisa, unakichukulia tu kawaida na hizi, lakini hiki kitu au mahili jambo sio la kawaida na wala sio la kudharau. Wewe ambaye ni mchungaji, mtume, nabii, mwalimu, usisahau kuwa wewe ni mtumwa. Mtumwa ndani ya Kristo Yesu, ni mtumwa katika hao watu ambao umepewa kuwaongoza. Wewe ni mtumwa. Kwa nini? Kwa sababu hautalala, hautapata raha katika namna ya kawaida, kwamba wewe utakuwa ni mtu wa kustarehe, utakuwa ni mtu wa kulala. Hapana, hautapata hiyo nafasi. Nafasi ulionayo ni kukaa, kukesha kwa ajili ya watu ambao Mungu amekupatia. Mungu amekupatia watu uweze kuongoza katika namna nzuri. Uweze kuongoza ili wafike mahala ambapo wanatakiwa kufika. Waende kule ng'ambo ambako wanatakiwa kuvuka mto na kuingia sehemu nyingine. Kwa hiyo wewe ni mtumwa ambao unatumikia hao watu uliopewa na Mwenyezi Mungu uweze kuongoza. Uwe katika sekta ya kikanisa, uwe katika sekta ya pande wa wenzetu pia, rafiki zetu Uislamu, ujue wewe ni mtumwa. Usije ukasahau hiyo nafasi ukaitumia vibaya. Usisahau hiyo nafasi ukaitumia kama vile upendavyo wewe. Si kweli. Haina maana ukapewa kazi ama ukapewa jukumu na Mwenyezi Mungu na ukalifanya kama vile utakavyo wewe. Inakuwa haina maana. Haina maana kabisa. Haifai wala haipendezi. Basi nikukumbushe ndugu yangu, nazidi kukumbusha kwamba wewe ni mtumwa, wewe uliye kiongozi katika sekta ya masuala ya dini, katika sekta ya masuala ya serikali. Wewe ni mtumwa unayetumikia. Ikiwa ni rais, wewe ni mtumwa unayetumikia nchi yako kwa ajili ya watu wale ambao Mungu amekupatia. Ikiwa ni kiongozi yeyote katika sekta ya serikali, au ni mbunge, au ni waziri, au ni wewe ni mtumwa. Wewe ni mtumwa unayetumikia nchi yako katika wale watu uliopewa na Mwenyezi Mungu kuwatumikia. Usifikiri kwamba hiyo nafasi umepewa tu kwa ajili ya maisha yako, au usifikiri kwamba hiyo nafasi umepewa kwa ajili
ya familia yako. Umepewa hiyo nafasi kwa ajili ya watu wa Mungu ambao yeye Mungu amewapa kuishi hapa duniani. Kwa hiyo umepewa hiyo nafasi uweze kuwatumikia wao na uweze kutambulika kuwa wewe ni mtumwa uliye mwema. Na usisahau kwamba utaenda kutoa hesabu siku ile ikifika, kwamba ulipewa watu 200. Hawa watu 200 uliwaongoza vipi? Walifika salama katika safari ile ambao walikuwa wanakwenda? Walifika salama au uliwapoteza wengine? Ni kama vile mchungaji anavyochunga ng'ombe ama kondoo. Anaondoka nyumbani, anafungulia kondoo wake na ng'ombe wake pale nyumbani. Anakwenda na mbuzi wake, anakwenda kuwapeleka machungani huko. Akifika kule atahakikisha alitoka na ng'ombe 10, mbuzi 50, kondoo 20. Atahakikisha hesabu aliyotoka nayo nyumbani atakavyokwenda nayo kule machungani, atahakikisha atarudi nayo salama. Hata kama mmoja amepotea, hata lala, hata pata raha, atahangaika kwa ajili ya kumtafuta yule mmoja aliyepotea ama kikundi kimoja kilichopotea ili aweze kurudi nacho nyumbani. Na asiporudi nacho nyumbani kikundi kimoja ama ng'ombe mmoja, akifika nyumbani inabidi atoe hesabu kwamba ulitoka na ng'ombe 20. Hawa ng'ombe mbona wamerudi 19? Kwa hiyo lazima aweze kutoa hesabu. Akishatolea hesabu na aseme yule mwingine ameenda wapi na aweze kuingia katika kutafuta. Sasa mimi nataka nikwambia kwamba jambo hili haliko katika hali unayofikiria ya kawaida. Maana watu leo tumeacha kabisa kutumikia ama tumeacha kuwa watumwa. Mimi nikwambie tu, wewe kiongozi, wewe ni mtumwa. Rais, mbunge, makamu sijui ni nani, mwenyekiti ni nani, wote nyinyi ni watumwa mnayetumikia. Hamko kwa ajili tu ya maslahi ya maisha yenu, bali nyinyi ni watumwa. Mchungaji, nabii, mwalimu, mwinjilisti, wewe ni mtumwa. Unapaswa kutambulika kuwa ni mtumwa uliye mwema. Usisahau hilo. Tumika vizuri, simama katika nafasi yako ili kwamba ukifika huko siku ya mwisho ukaitolee hesabu. Naomba nikukumbushe, na hili tunakumbushwa katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 2 na mstari wa 14 pale utasoma hapo. Maana maandiko yanasema uwakumbushe mambo hayo, ukiwaonya machoni pa Mungu wasiwe na mashindano. Umeona? Uwakumbushe. Kwa hiyo mimi nakukumbusha jambo hili la utumwa. Wewe ni mtumwa. Tumika kwenye nafasi yako vizuri. Usije ukasababisha kondoo wakapotea na mwisho wa siku ukadaiwa. Leo migogoro ama haki inakosekana kwa sababu tu viongozi hatutaki kuwa watumwa. Tunataka kuwa wafalme fulani hivi. Tunataka kuwa machifu fulani mahala fulani, kwa sababu ndivyo tu tumeamua kuwa hivyo. Lakini hatutaki kuwa watumwa. Ndio maana haki inakosekana. Haki inakosekana kwa sababu tu ya hilo, wala hakuna kitu kingine. Lakini ukishatambua kwamba mimi ni nani, nimechaguliwa kwa ajili ya nini, Mungu nafasi alionipa, si kwamba nimepewa na mwanadamu, ni Mungu amenipa hii nafasi. Kwa hiyo mimi ni mtumwa, niwatumikie watu wangu, nitumikie taifa langu, nitumikie kanisa langu, nitumikie hawa watu ambao nimepewa na Mwenyezi Mungu, ili mimi nitambulike kuwa ni mtumwa mwema kwa yule aliyeniagiza kuifanya kazi. Tunaona Kristo Yesu alikubali kuteswa, kudharauliwa, kutemewa mate na kupigwa kwa ajili ya wale tu alioambiwa aje awatumikie. Akaja akawatumikia, akaja akasimama, akajitoa ili tu awapate, asiwapoteze. Sasa wewe na mimi leo tunakataa kupata maumivu kwa ajili ya wale watu ambao tumepewa na Mwenyezi Mungu tufanyeje? Tuwaongoze. Ninakukumbusha katika hili swala kuwa wewe na mimi tu watumwa. Maadamu tu tumepewa kazi ya uongozi, basi sisi tu watumwa. Hatufanyi mambo kwa kutaka sisi, tunafanya mambo kwa Mungu jinsi anavyotaka yeye. Vile apendavyo yeye ndivyo tunapaswa kufanyaje? Kuyafanya na kufuata taratibu zile na kanuni zile. Ni hilo tu nimekukumbusha katika siku ya leo. Usilisahau kuwa wewe ni mtumwa, lazima utumikie nafasi yako ili utambulike kuwa ni mtumwa uliye mwema. Amani ya Bwana ikutawale. Neema ya Mungu izidi kukuneemesha na upendo wa Mungu uzidi kuwa pamoja na wewe. Nikutakie wakati mwema, nikutakie maisha mema, nikutakie baraka za kimungu na afya ya kiungu ikae katika maisha yako.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen.